Kwa nikwambie kitu, fun fact. Sawa, kama kwa namna yoyote ile ukiangalia hii video unaona kundi la wanajeshi wazalendo wanaojiandaa kulinda amani ya nchi yetu kipindi cha uchaguzi, basi nikupe pole sana. Nikupe pole kwa sababu watawala wamefanikiwa kupandikiza software fulani kwenye kichwa chako na fikra zako sasa zinaoperate kulingana na hiyo software. Sawa, pole sana. Wamekufanya ukadhani kwamba wewe ni mmoja wao, ni mmoja kati ya lile kundi la wateule wanaoenjoy keki ya taifa ambao wanapaswa kulindwa dhidi ya maadui wa amani yetu. Lakini ukitumia fikra alizokupatia Mungu wako, ambazo tunaziita common sense, utagundua kwamba ili jeshi unaloliona hapa limeandaliwa kukulinda wewe na kuhakikisha kwamba hauleti kierere. Huo ndio uhalisia. Ili jeshi hapa halipo kulinda amani, lipo kulinda maslahi ya washenzi wachache wanaokufanya uishi hivyo unavyoishi. Sawa. Na wakati wewe unajiita mzalendo na kudhani kwamba una belong kwenye hii klabu ya wateule wachache, wenzako wanaishi kwenye majumba ya kifahari na kufurahia maisha. Wanaendesha magari ya kifahari, wana bima za afya za wao na familia zao na watoto wao. Wakiugua kidogo wanaenda kutibiwa nje kwa kodi yako. Alafu wewe mwenzangu na mimi sina hakika kama hata una uwezo wa kubadilisha ndala, let alone t-shirt na suruali. Umelazimishwa kuamini kwamba wewe ni mmoja kati ya wale wateule wanaoenjoy keki ya taifa ambao mnapaswa kupigania amani ya nchi. For that reason unawaona wale wote wanaodai uwajibikaji serikalini na kuwa hold accountable hawa wanaokufanya uishi maisha yao, unaona kama vile ni maadui. Ndio maana sasa hivi unaona kwamba hili jeshi linaenda kulinda amani, linapigania amani yetu, linalinda nchi yetu, bila kujua kwamba hili jeshi linalinda nchi ya kina Kikwete, ya kina Samia na ina saiko yao na ambao wapo kwenye tabaka teule. Ngoja nikwambie kitu. Wewe hivyo ulivyo na umaskini wako na mateso yako na shida zako na kila kitu ni threat kwenye maslahi ya tabaka teule, ni threat. Na hili jeshi limeandaliwa maalum kuhakikisha wewe unakaa mbali kabisa na maslahi ya ile tabaka teule. Huo ndio uhalisia. Ila katika kufanya hivyo wamekufanya ufikiri kama wewe ni mmoja kati ya wale waliopo kwenye tabaka teule. Unajua, unanikumbusha kisa fulani cha shoka na miti. Hapo zamani miti ilikuwa inaishi kwa starehe kabisa, ilikuwa peke yao, ilikuwa na maguvu, inakaa kwa umoja porini. Shoka alikuwa mbali kabisa, alikuwa hata hajaanza tabia kukata miti. Lakini siku moja shoka alikuja kwenye miti akaanza kuiomba, tafadhali ndugu zangu, nigaieni kamti kadogo tukatawi, niweze kujitengenezea mpini. Mimi ni mmoja wenu, sisi wote ni viumbe, tunaishi kwenye dunia. Tena mkinisaidia kupata kampini, nitakuwa napambana na nyie kuwalinda dhidi ya maadui fulani fulani. Basi miti ikaona huyu ni mmoja wetu bwana. Isijue kwamba yule jamani shoka na yenyewe ni miti. Basi ikachukua ule mti wao mzuri kabisa, ule wanaita ni mpingo, ule mti mgumu kabisa. Wakauagiza kwamba umpatie shoka kipande cha tawi ili aweze kujitengenezea mpini. Well, kakata kile kipande cha tawi akakiweka kwenye shoka. Wanakuja kushtuka. Shoka ameshakata karibu nusu ya miti na endelea kuikata kuimaliza kabisa. Walijidanganya kwamba shoka ni mmoja wao. Hawakugundua kwamba shoka ana belong kwenye class tofauti kabisa. Huo ndio uhalisia unaoendelea Tanzania sasa hivi. Tumeingiziwa hii software ya mtawala inayotufanya tuamini kwamba sisi ni wamoja, sisi ni ndugu, kwamba wao na sisi tuna belong kwenye class moja. Tunasahau kwamba klasi yao na klasi yetu ni tofauti kabisa. Uhalisia ni kwamba wewe ni kama nzi kwenye chakula cha watawala. Na hao wanajeshi unaowaona hapa ni sasa na ile doom, ile dawa ya kuua nzi. Kazi yao ni kukuua na kukuondoa kabisa karibu na chakula cha watawala. Ndio kazi yao. Kama umedanganywa kwamba watu wanalinda amani, kwamba watu wanalinda maslahi yako, bro, you are totally wrong. Maslahi yako hayahitaji jeshi kulindwa hata kidogo. Anayelindwa hapa ni wewe. Wewe
ndo kiherehere ambao hutakiwi kutokea. Wewe ndo kiherehere ambao unaleta perepeche kwenye chakula cha watu wakubwa. Kwa hiyo unazuiwa kwa kila namna usisogee karibu na maslahi ya wapendwa, kwa sababu wapendwa wanahitaji kuishi kama malaika. Wewe ni kero kwao. So bro, wake up. Wake